Biblia inasema anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15:33 inasema ya kwamba msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Mazungumzo uharibu tabia, mazungumzo mabaya. Sasa Biblia inasema sisi tumeitwa kwenye uungu. Wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3 nasema we are the associate of the God kind. Sisi tumeitwa kwenye ushirika wa uungu. Hallelujah. Ili tuweze kuendeleza zile tabia za uungu katika ule ushirika wa uungu Mungu aliotuitia, tunahitaji kujua lugha yake. Kama mazungumzo mabaya uharibu tabia njema, vivyo hivyo mazungumzo mazuri hujenga tabia njema. Na kwa sababu tumeitwa kama Mungu na katika viwango vya Mungu, ukinena sana kwa lugha maana yake unazungumza sana na Mungu. Kwa hiyo tabia yako unaijenge na kuwa njema. Tabia ya upendo, tabia ya utoaji, tabia ya kuombea wengine, tabia ya kubariki na sio kulaani. Kwa tabia zile zote za Mungu zinajengwa unapokuwa unanena kwa lugha muda mrefu, kwa sababu mazungumzo hujenga tabia au uharibu tabia. Biblia inasema ambatana na wenye hekima utakuwa mwenye hekima. Unaambatanaje na watu? Kwa kuongea. Hamwezi kusema naambatana na wewe afu tumekaa kimya. Maana kama tumeitwa na Mungu katika ushirika na yeye, kitu cha kutusaidia tutembee katika viwango vyake na tuwe na matokeo yake ni lugha, ni maongezi. Na ametupa lugha hii ya kunena.